Jina langu ni Ladislaus Changa, ni kaimu mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania na makamu mwenyekiti wa jopo la kimataifa la sayansi ya mabadiliko ya hali ya hewa na tabia nchi duniani. Kushukuru kwa kufuatilia masuala ya hali ya hewa na tunawapongeza kwa kazi nzuri mnayofanya ya kuendelea kuelimisha jamii. Tunaelekea, huu ni mwezi wa 11 tukielekea mwanzoni kabisa mwa msimu wa mvua za msimu, ambapo kama ambavyo tulizungumza katika taarifa zetu, kwa mikoa ya kati tunatarajia kwamba mvua za msimu zitaweza kuanza kwa wiki ya kwanza ya mwezi Disemba. Lakini katika siku ya leo tumeona kwamba maeneo mengi katika mkoa wetu wa Dodoma yamekuwa na mawingu ambayo yanaendelea kuimarika. Sasa mara nyingi unapokuwa na hali ya mawingu au unyevunyevu kwa mwingi, saa zingine inatokea kwamba kunakuwa na, kwa Kiswahili tunaita upinde, lakini ni rainbow ambayo inatokana na kwamba ile miale ya jua inapiga maeneo yenye mawingu na nasema water particles, na kwa hiyo inaweza ikasababisha hali kama hiyo ambayo tumeiona. Kwa hivyo ni swala ambalo mara nyingi linajitokeza wakati tunakuwa katika kipindi cha mvua, katika kipindi cha msimu wa mvua au kipindi ambacho kunakuwa na mawingu mengi mazito, basi inaweza ikajitokeza kama hali kama hiyo. Kwa hiyo kwa ujumla ni swala ambalo lipo linaelezeka. Kwa hivyo watoe tu hofu wananchi kwamba ili ni mifumo ya hali ya hewa katika utaratibu wake. Hasa mkurugenzi, hali hii inatokea katika kipindi gani? Ni kipindi tunaelekea kipindi cha mvua ama wakati wote hali hii inaweza ikatokea? Inaweza ikatokea kama mifumo ya hali ya hewa imetengemaa sawasawa kwa ajili ya kuweza kusababisha mvua au mawingu mazito ambayo sasa yanaweza fanya kitu kwa Kiingereza tunasema ni refraction ya ile miale au mionzi ya jua, inakuwa inasambazwa maeneo mbalimbali kutokana na mawingu au chembe za maji katika mawingu. Kwa hivyo ni swala ambalo linaweza likajitokeza mara nyingi wakati wa msimu wa mvua, lakini hata kabla ya msimu wa mvua, kulingana na mifumo ya hali ya hewa inapokuwa imejengeka au imeimarika kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo swala kama hilo linaweza likajitokeza. Ni kitu gani ambacho jamii ama wananchi wanatakiwa kujifunza pindi wanaposhuhudia hali kama hii? Kufuatilia na kuzingatia taarifa zinazotolewa na mamlaka ya hali ya hewa. Lakini pia kwa sababu mamlaka ya hali ya hewa inafanya kazi kwa karibu sana na wanahabari, pia kutafuta hizo taarifa kutoka kwa wanahabari au kufuatilia kile ambacho wanahabari wetu ambao sisi ni mabalozi wetu, ninyi ni mabalozi wetu wakubwa, ambacho mtakuwa mnaijuza jamii au kuelimisha. Kwa hivyo taarifa rasmi kutoka mamlaka ni muhimu ikafuatiliwa na kuzingatiwa. Na sisi kama kawaida tunakuwa tuko tayari kutoa taarifa haraka pale ambapo tutahitajika kutoa taarifa, lakini vile vile ni swala la kuhakikisha kwamba tunaendelea kupata uelewa mpana wa haya masuala ya hali ya hewa, kwa sababu hili ni tukio la kawaida katika mifumo ya hali ya hewa, lakini sasa inapotokea kwamba limejitokeza msimu wa mvua bado hujaanza, ndio linaweza likawaletea maswali kadhaa. Lakini kama nilivyoeleza, endapo kuna mifumo ya hali ya hewa imeimarika, basi inaweza ikatokea kile ambacho tumekiona siku ya leo. Tumezoea kuona upinde wa mvua ukiwa na rangi fulani.
Kwa nini hii imekuwa tofauti na ina tofauti gani, labda katika fafanuzi? Leo tumekuwa na hali ya mawingu, na mawingu yalijikusanya katika eneo moja ambapo katika eneo ambapo jua lilikuwepo, ikawa inapita katika huo uelekeo, na ndio maana ikatokea kilichotokea. Lakini wakati wa msimu wa mvua mawingu yanakuwepo yamesambaa maeneo mengi, na unyevunyevu au ile hali ya kunyesha mvua kutoka katika mawingu inaweza ikawa kubwa katika eneo moja na tofauti na eneo lingine. Kwa hivyo ni kutokana tu na mawingu yalijikusanya katika hilo eneo, na ndio maana tukaona kwamba kuna hiyo upinde umejitokeza. Kama hakuna mawingu hakuwezi kuwa na hiyo upinde, kwa sababu lazima kuwe na kitu ambacho kita reflect, kitasambaza ile miale ya jua kadri ambavyo inapita kwenye mawingu.